hizi mwongozo huu wa uchaguzi wa serikali za mtaa ulitolewa tarehe 20 Julai, tarehe 20 mwezi wa 7. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila chama kimefahamu vizuri. Chama chochote kile makini na madhubuti kitakuwa kimefahamu. Kanuni hizi pia muda mrefu sana. Kanuni hizi zilitolewa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2019. Sasa ni mwezi wa 11. Ni miezi karibia 7 iliyopita. 6-7 kanuni hizi zimekwenda, zimeandikwa namna hii. Chama chochote imara na madhubuti kinatakiwa kiwe kimewekeza kwenye kuelewa. Hatuendi kwenye zoezi lele mama, tunakwenda kwenye zoezi very serious kwa mustakabali wa nchi yetu ya Tanzania. Tuliwekeza vya kutosha kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi huu, na maandalizi yetu katika uchaguzi huu yalikuwa katika maeneo mawili. Tumejiandaa kwa maana kwanza ya kutoa hesabu ya yale ambayo tumeyafanya katika kipindi hiki. Tumefanya kazi kubwa nzuri sana chini ya ndugu John Pombe Joseph Magufuli, mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili la kwanza, tumetoa hesabu, tumeeleza mambo tuliyoyafanya makubwa kabisa ya kimaendeleo. Tumegusa kila sekta inaweka ustawi na mustakabali wa watu wetu kiuchumi. Tumegusa kila eneo. Hiyo ni eneo la kwanza na huo ni mtaji wetu mkubwa. 2, tumejiandaa kushiriki kwenye uchaguzi. Unaposhiriki kwenye uchaguzi napo kuna ngazi mbili. Kuna ngazi ya chama chenyewe kujiandaa na kuwa tayari kushiriki kwenye uchaguzi. Halafu kuna ngazi ya kushiriki uchaguzi nje ya chama ndani ya utaratibu wa kiserikali. Sisi tumechukua maeneo hayo yote mawili, kwa maana ya kwanza ya kazi zetu kwa umma, lakini pia maandalizi yetu ya uchaguzi kichama na kiserikali. Yote tumeyachukulia umuhimu, kwa sababu sisi tunaamini tunapokuja kwenye uchaguzi ni kipindi tunauomba umma wa Watanzania kwa mujibu wa katiba na sheria dhamana ya kutoa uongozi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Sasa ni wajibu wa kila chama kufahamu ya kwamba utaratibu tushakubaliana. Kanuni imetoka mwezi wa 4 tarehe 24, mwongozo umetoka tarehe 20 mwezi wa 7, na zimefuatana ili kuruhusu mjadala mpana chini ya sheria ya serikali za mitaa sura ya 288. Lakini kitu kimoja kimezoeleka sana siku hizi. Ukishaona huna uwezo, unaanza kutoa maelezo mapema. Ukishajua kujiandaa kusoma, mtihani unakuja, unaanza kutengeneza nongwa. Unajua mwalimu ananichukia, unajua hatujamaliza, unajua syllabus, unajua mimi na ugomvi, sisikii amani kuwa darasani, naweza nikatekwa na wanafunzi wenzangu. Sisi tunaofahamu mambo tunaanza kukujua, mjomba, hujajiandaa. Sasa unajenga mazingira ya kukwepa mtihani. Na ni bahati mbaya kweli katika nchi yetu vyama hivi ambavyo almaarufu vyama vya upinzani vimeanza kubeba mtindo huu vizuri sana. Sasa leo nikasema tukae hapa tuelezane ukweli ambacho sisi kama chama tumejifunza. Sasa mchakato huu wa uchaguzi ulianzishwa na serikali baada ya zoezi lile muhimu sana la uandikishaji wa wapiga kura. Na hapa nipende kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hekima na busara kuruhusu siku kama 2-3 hivi ili watu wajiandikishe zaidi. Sasa kuna vyama vimepeleka fomu. Na nataka nieleze baadhi ya mambo ambayo ni ya kuhuzunisha sana. Umepeleka fomu. Baada ya kupeleka fomu unaambiwa vijiji vina majina yake kwa mujibu wa sheria, na majina ya vijiji yameandikwa kwenye matangazo ya serikali, government notice imeandikwa pale. Unaambiwa wewe unataka kugombea kijiji gani? Anaandika kijiji anavyojua yeye. Yaani kwa mfano, nataka tu nitoe mfano mdogo. Ni bahati mbaya kwa sababu ndugu zetu wa bwana ndio hivyo tena. Tuseme Sinza
Kama tumesema mtaa ni Sinza, wewe kwenye kuandika uko na pressure zako, sijui chama chako hakija kuelewa vizuri, na mchalazo wako unaandika Sinza, yaani zile a za mwisho zinakuwa mbili. Ile sio Sinza tena mjomba, ile ni Sinza. Unatakiwa uandike Sinza a. Wewe kwa haraka haraka unaandika Sinza kwa sababu umeunganisha ile a ambayo inatambulisha mtaa na ile neno a linalomalizikia neno Sinza. Ulitakiwa useme mtaa Sinza a kwa herufi kubwa. Wewe kwa kuvurugwa kwako mwenyewe unasema Sinza. Baba, pale umeliwa, pale umeliwa. Kanuni inasema jaza fomu, kwa sababu hakuna mtaa unaitwa Sinza, kuna mtaa unaitwa Sinza A. Sasa haya mambo kwenye sheria tunasemaga ni vitu vya kiufundi, technicalities. Chama kinatakiwa kiwekeze kwa wagombea wake, wajue mambo haya. Unaomba dhamana kubwa, hawakuwekeza. Mwingine kwenye kiapo affidavit kizungu, unatakiwa unapoandika unaanza kwa kizungu I Humphrey Hesron Polepole. Unaanza I Humphrey Hesron Polepole, lakini kile ni cha Kiswahili, kwa lazima uanze na mimi Humphrey Hesron Polepole. Wewe unaona ile I ni kidude kimoja tu, ukija kwenye Kiswahili unapiga tu Humphrey Hesron Polepole, umeshaondoka, umeliwa. Yule akija kutizama hujatimiza masharti kwa mujibu wa nini? Wa kanuni, mwongozo na sheria. Uko Mbeya pale, kuna mtaa pale wewe unagombea, badala ya kuandika Joni Abeli Sulemani anagombea mtaa fulani katika halmashauri ya jiji la Mbeya, wewe unaandika unagombea mtaa fulani katika jiji la Mbeya. Kuna tofauti kubwa sana kisheria kati ya jiji la Mbeya na halmashauri ya jiji la Mbeya, kwa maana ya utambulisho wa mamlaka hiyo. Umepoteza sifa, na nikwambie, usipowekeza kutoa elimu, haya ni makosa ya kawaida kabisa. Sisi tumeweka wanasheria 1250. Mwingine mbishi tu anakuja pale, yuko peke yake, kafika pale kwa msajili yule msimamizi msaidizi peke yake tu, wakati kumbe mwongozo unasema wewe lazima udhaminiwe na mtu. Yuko pale peke yake, hana hata matatizo, anataka apewe uongozi wa nchi yetu ngazi ya mtaa, hana matatizo. Anaulizwa, mdhamini wako yuko wapi? Mimi ndo nimekuja, mimi niko vizuri, mimi naweza kujidhamini mwenyewe. Baba, pale sio polisi, unanielewa? Pale unahitaji mtu ambaye ana taasisi nyuma yake, chama cha siasa, organization ya chama chako. Ndio wale Kiingereza wanasema wanakusponsor, wanakudhamini. Na sio wanakudhamini tu kwa maneno, ni kwa kiapo, kwa taarifa zao na kwa muhuri katika ngazi ile ya organization. Mwongozo na kanuni vinasema mwisho saa 10 unafika kwenye kituo pale 10:15, unachukulia poa, au sio? Kwamba ukifika pale utapiga maneno, fomu inachukuliwa. Hapana, hizi zama zimebadilika wajomba. Wasimamizi hawa wa uchaguzi wasaidizi hawachukui rushwa. Wakisema saa 10, fika saa 7. Wakisema saa 10, fika saa 9. Na hapo umechelewa. Wewe unafika pale 10:15, unaanza kupiga kelele, kakataa kuchukua fomu yangu, sheria, kanuni, mwongozo, mwisho saa 10. Uhuri. Kwa mfano kuna chama, na mimi nataka niseme vizuri hapa, serikali chonde tafadhali, tutaonana wabaya watu wa serikali, kwa sababu tulikubaliana kwenye vyama vya siasa ya kwamba kila chama kiseme ni ngazi gani kitadhamini mgombea.
Sisi tunadhamini mgombea ngazi ya tawi, na pale kwenye tawi tuna muhuri. Lakini najua wenzetu watani wa jadi kule chini si hawapo. Hasa kama hampo, simkubali tu, goma lishaisha hili. Tukutane kwenye ubunge, kwenye udiwani, kwenye matawi hampo. Kwa muhuri wa tawi huna. Kwa hiyo kuna chama kimeshaanza kuomba, nimesikia kwa sababu sisi tunafuatilia hapo. Tumesikia mnaomba huruma kwamba muhuri wa kitaifa utumike kudhamini watu kwenye ngazi za msingi za matawi. Serikali chonde. Mtu akikosea hakuna huruma, kwa sababu sheria iliwekwa na sheria ni msumeno. Anayekwenda kinyume na sheria kwa sababu ya ujinga wake hakuwekeza kwenye elimu, na tusiwaruhusu watu ambao wameshindwa kuwekeza kwenye elimu ya vyama vyao wakatoe uongozi kwa Watanzania. Hilo halikubaliki. Hivi mtu ambaye anashindwa kuandika majina yake matatu tumpe huruma, au sio? Kwamba ni majina tu, majina chukua tu fomu, alafu unasema huyu muhuri hana. Hivi unaweza kuwa taasisi muhuri una? We haupo. Kama haupo huna sifa. Sasa mwingine anakosea, anakwenda anaambiwa lazima uandike anwani ya chama chako, lakini kwa sababu ndio uko pale oya na nini, na kudhani kwamba uchaguzi huu ni mpeche, unafika pale unaandika box 2115. Fomu ya Kiswahili box maana yake nini? Box maana yake nini? Kasha. Kiswahili tukitafsiri ni kasha. Box, kasha. Unatakiwa useme S.L.P 2115. Jamaa wengi wamepiga box 2115. Anauliza box ndo nini? Hapo wewe hujui. Wanaita jeuri pale nini? Kwa mfano Mbozi hapa, it's very unfortunate. Mbozi hapa ni bahati mbaya sana. Wameambiwa wewe fomu yako umekosea, inakuondolea sifa ya kugombea. Wakaondoka, wakaenda kwenye chama chao, wakajipanga kule, wakatoka hapo, wakaenda kukata mahindi ya msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Shamba zima wamekata mahindi. Sasa mahindi ya msimamizi wa uchaguzi msaidizi yanakuhusu nini mahindi yake? Makosa ufanye wewe, halafu uende ukakate mahindi yake. Na huu mtindo, chama cha ndugu Mbowe ni mtindo wenu. Na haijaanza sasa hivi, sisi tunawakusanyia ushahidi. Madiwani wa chama cha ndugu Mbowe Momba walipohama walikatiwa mahindi pia. Watanzania, hili halikubaliki. Ujinga wako kisheria, kwa nini unaenda kuutolea hasira kwa mtu mwingine? Sehemu nyingine wameenda kufanya, wameharibu ofisi, vunja vitu pale na nini. Inakuhusu nini? Haya, kwa mfano chama cha ndugu Mbowe wengi wameingia machaka kwa mtindo huo. Yuko pale amejaa upepo kweli. Unatoka chama gani bwana? Sisi watu wa CDM. Hakuna chama kinaitwa CDM. Kuna kirefu cha chama. Hakuna chama kimeandikwa CDM. Hii wamefanya leo chama cha Kabwe. Wana majina mawili wale. Wanajiita ACT Wazalendo. Kule wameandika jina la kizungu, Alliance sijui nini. Wamewaingiza machaka wagombea wao wote buku mbili, wamekosa sifa. Kwa sababu wameandika chama ambacho hakitambuliki kwenye daftari ya msajili wa vyama vya siasa. Sasa sisi tunahusika vipi CCM wajomba? Kwa sababu sasa hizi kila mtu CCM. Hivi Mungu tusaidie, sisi nchi hii ni mtihani sana. Ndugu Mzee Lipumba naye akaendelea, anaanza kusisitiza jambo la kidemokrasia sio jambo la Chama cha Mapinduzi. Kwani sisi tunahusika na uchaguzi? Uchaguzi unasimamiwa jamani na TAMISEMI. Sisi tunasimamia uchaguzi wa ndani ya chama chetu. Baada ya hapo tunafuata sheria, kanuni, mwongozo na taratibu ambazo zimewekwa kwenye nchi yetu, tunafuata huko. Kwa msituingize kwenye matatizo yenu. Kwamba wasimamizi walifunga ofisi. Hiki ndio kisingizio kikubwa kuliko vyote. Watu wa serikali wanajisemea wenyewe. Nachojua mimi, sisi tulikuwa pale masaa 24. Ukiingia tunakuona, saa ya kutoka tunakuona, tukapeleka fomu zetu, wakazipata zote, tumemaliza.
tukaondoka zetu nyumbani kusubiri ngoma ya nini? Tarehe 5 uteuzi. Tunamshukuru Mungu, tarehe 5 ilikuwa juzi. Wagombea wetu 99.99% wote wameteuliwa kwenye ofisi hizo hizo za serikali ya mtaa, ofisi hizo hizo za serikali ya kijiji. Basi sawa, mimi nilijua hawa jamaa labda wangekuwa wanajiongeza, kwa sababu haiwezekani wakati CCM wanaenda alafu wao wasipete hiyo nafasi. Twendeni wote basi, tungekuwa tunaandamana wote twende, alafu tuone hizo ofisi zingefungwa hazijafungwa. Ninyi hamkufuata utaratibu, mmechelewa, na sababu kubwa mmeenguliwa. Sio mmekosa tu sifa, mmeenguliwa kwa makosa ya kiufundi ambayo msingi wake ni ujinga, na sisi hatuhusiki. Kama tumekubaliana hapa, kanuni tuifuate na tuifuate kweli. Kama tumekubaliana hapa, muongozo tuufuate na tuufuate kweli. Tukianza kufanya huruma hapa, huruma nataka nikupatie kitu kimoja. Sifa ya mgombea, mwongozo ukurasa wa 7 fungu la 10 inasema hivi: sifa ya mgombea, mkazi yoyote wa kijiji au kitongoji au mtaa anaweza kugombea nafasi yoyote katika uchaguzi endapo ni raia wa Tanzania, ana umri wa miaka 21, anaweza kusoma na kuandika Kiswahili au Kiingereza, ana shughuli halali ya kumwezesha kuishi. Unaulizwa kazi yako nini? Mimi niko mjini hapa, niko shughuli mbalimbali, niko. Kazi yako nini? Tuko tunaendelea kupambana, tunapambana. Unajibu namna hii kwa msajili msaidizi yule. Sasa tunamsaidiaje mtu kama huyu? Anapambana, ndio majibu yake. Tunataka utoe kazi yako ni nini. Sema mkulima, na eka zangu 2 nalima ufuta, ndio kazi yangu. Sema mimi fundi mwashi, ndio kazi yangu mimi. Sema mimi fundi ujenzi, ndio kazi yangu mimi. Sema mimi dereva, ndio kazi yangu mimi. Wewe unasema tunapambana. Tunapambana. Alafu kienguliwa unageukia CCM. CCM bwana, CCM bwana. Sisi hizi ngoma tulizijua tangu mwanzo. Mawakili na wanasheria 1250. Unaulizwa mkazi yoyote wa kijiji na kitongoji. Hapa palikuwa na mtihani mkubwa sana. Kwenye chama chetu watu wengi tuliwatoa kwenye mchakato wa ndani ili kwenda kuvuka hichi kiunzi. Unajua kitongoji ni eneo dogo, kijijini ni eneo fulani dogo ambalo liko sehemu ya kijiji. Mtaa ni eneo pia dogo mjini, na mtu ambaye sio makini unaweza ukashindwa kujua mpaka wa mtaa wako ni wapi. Sisi tulikaa na wagombea wetu wote, unaishi wapi? Mtaa wa Bwawani, Kijitonyama, mipaka yake iko wapi? Nyumba yako iko hatua 4 nje ya mpaka wa wapi? Wa Bwawani. Tunasema mjomba, wewe uko vizuri sana. Chama, wanachama kwenye matawi wanaweza kuwa matawi 2 katika mtaa mmoja. Ni kweli, lakini katika mpaka wa kiserikali wewe uko nje ya huu mtaa, licha ya kwamba kichama unashiriki hapa. Kwa hiyo ni kweli tungependa tukuweke wewe, lakini nyumba yako iko nje ya mpaka wa mtaa wa Bwawani. Tukikuweka tunakupenda, tukienda kule mbele tutaenguliwa kwa kukosa sifa. Kwa hiyo tulihakikisha kila mgombea wa CCM yuko ndani ya eneo la mpaka wa kiserikali wa mtaa, kijiji au kitongoji. Sasa wenzetu, kuna mtu anakaa Kijitonyama, anagombea, unanielewa, Bwawani. Ni mitaa iko huku, yani watu wanaenda huku na huku hivi. Unaishi wapi? Tueleze tu mtaa ule unaoishi, kwa maana mtaa wa njia ule ni wapi. Akikutajia ni nje ya mtaa, imekula kwako mjomba, unageukia CCM, kwa sababu ni kawaida, si mkubwa jalala. Lakini sio kila kitu tutakubali mtuletee sisi. Vitu vingine ni ninyi wenyewe hamjakuwa serious tangu mwanzo. Sasa kutoka tarehe 5 mpaka tarehe 7 ambayo ni leo,
wale wasimamizi wa uchaguzi wasaidizi wanapitia ile mapingamizi kutoka tarehe 5 mpaka tarehe 8, 9 iko kamati ya rufaa. Sasa jana nimeona kuna wagombea wa chama cha ndugu Mbowe na chama cha mzee Lipumba wako halmashauri, wakati kamati hii kanuni mwongozo unasema nani anatakiwa awemo kwenye kamati ya rufaa. Inakataza watumishi wa halmashauri hawahusiki kupokea malalamiko. Ninyi mko halmashauri, kwa maana yake umekosewa jambo, badala ya kwenda mahakamani wewe umekwenda ofisi za Chama cha Mapinduzi. Tutakusaidia ndio, lakini pale tutakusaidia tu kukurudisha wapi? Kwenye utaratibu. Hapa tupo kwenye uchaguzi. Wewe unasema mimi nimeenguliwa, tunaenda kwa mkurugenzi wa halmashauri. Mkurugenzi sio mamlaka ya rufaa ya uchaguzi huu. Na mimi natoa elimu tu ya bure hapa leo, hatuchaji wala nini. Nenda kwenye kamati ya rufaa, imeandikwa katika kifungu cha 17.0. Na tutasema kwa maana njema tu, kwa sababu sisi tunapenda demokrasia ya vyama vingi na tunataka tu. Hata juzi hapa bwana mmoja kutoka kule chama cha ndugu Mbowe akasema Chama cha Mapinduzi kimeshindwa kuweka wagombea, imeweka wagombea 40% tu. Nafikiri hesabu hizi tumeshamalizana. Wagombea ambao tumeweka mpaka sasa hivi ni wagombea 332,599 na tumefunika kwenye maeneo yote. Leo hii ilikuwa niwaambieni wagombea wetu ambao tayari wameshakwenda mbele zaidi, lakini kwa sababu tunafuata sheria na kanuni sitawatajieni kwamba katika maeneo haya hawa kwa vigezo hivi, kwa sababu vyote tunavyo na ushahidi. Tunasubiri tu mtu asogee mbele, tuje na data zetu kamili kwamba huyu hastahili hata huruma. Kwa sababu pingamizi kuna kuitwa, kuna kujitetea, kuna kujenga hoja. Na sasa hivi hawa waliokuwa wamesalia, hii imepita mtandaoni, umeona wengi ameenguliwa, tunawasubiri wale waliobaki wale. Tumeshaweka mapingamizi ya kutosha, kwa sababu wengi wao sifa hawana, kusoma na kuandika hawawezi. Na mjini hapa wengi wao ni watu wa dili tu, hakuna watu wana kazi zinazoeleweka, na wengi wao wako nje ya mipaka ya mitaa ambayo wanatakiwa kuwa wanaishi. Sisi sasa hivi nimesema uchaguzi ni jambo very serious na tutawekeza kiwango kile. Natoa tu mfano mdogo. Wilaya ya Monduli mwaka 2014 Chama cha Mapinduzi kilipita bila kupingwa 100%, yani hatukubakisha. Kwa nini? Kule hakuna chama cha upinzani. Mimi nimezunguka wilaya yote ile, hakuna chama cha upinzani kule. Kulianza kuwa na upinzani 2015 mzee Lowassa alipohamia kwa hawa jamaa, na mzee kama mnavyojua amerudi nyumbani kumenoga, amestaafu kwa ufahari. Kule kumefagiliwa, CCM ni kila pahala, na ninawahakikishia kama pale kuna mtu wa upinzani anapita, kwa sababu sisi tunajua takwimu hizi pia. Yaani hii ilikuwepo 2014 na 2019 hii, sitashangaa Monduli. Hawa wanakaa, ila ni kisingizio, wanataka kutuchafua nje kwamba sisi tumezuia mikutano. Vyama vyote vinafanya mikutano. Ni Kabwe tu siku moja, sijui yule bwana naye vipi, katembea yuko Arusha eti anakagua miradi. Unakagua miradi we kama nani? Eti nakagua miradi. Unakagua miradi kama nani? Wewe ni mbunge tu na jimbo lako ni Kigoma Ujiji. Kakague Kigoma Ujiji. Waliopewa dhamana ya kutekeleza ilani ni Chama cha Mapinduzi peke yake. Mbona mnaogopa polisi jamani? Huu mtindo wa vyama vya siasa kujijengea uadui na polisi ni mbaya sana. Polisi ni walinzi wa amani. Polisi ni walinzi, watetezi wa haki, wanasimamia sheria ili haki za watu, mali zao, maisha yao yawe salama. Huu mtindo wa kuonesha kwamba CCM ni adui wa vyama vya upinzani ni makosa makubwa jamani. Hii ni nchi ya kidemokrasia. Ni kweli sisi tutaendelea kuongoza kwa muda mrefu kwa sababu tunafanya kazi nzuri, lakini iko siku itafika huko 2100 mtafanya kazi na polisi hii.
mkianza kutengenezeana nayo uadui, ni kitu kibaya sana. Kila mkutano wa ndani wa chama cha siasa, utaratibu ambao sisi tumejiwekea, lazima jeshi la polisi wajue. Tulijaa sana, lakini tumejifungia ndani. Maeneo mengine Chama cha Mapinduzi kina viwanja vyake. Tukifanya mkutano mkubwa Dodoma, tunaingia Jamhuri. Tatizo watu hawajui, wanajua kila kilichokuwa kizuri cha umma. Vingine usishangae vinaelea, vina wenyewe. Ni Chama cha Mapinduzi. Usishangae tumefanya mkutano mkubwa Kirumba, Mwanza, ule uwanja wa CCM, unanielewa? Usishangae tumefanya mkutano mkubwa Arusha, uwanjani pale, ule uwanja wa CCM. Na nyinyi mbona maeneo bado yapo? Na washauri muanze kutafuta maeneo. Sasa sina hakika maeneo kama Dar es Salaam mtapata, kwa sababu kweli viwanja vimekuwa gharama kubwa, lakini hivyo. Na kuhusu polisi kuingia ndani, kamati kuu imekaa juzi hapa, kulikuwa kuna polisi ndani. Lumumba yote hii walikuwa polisi hapa. Sasa nashangaa kama Lumumba hapa, kamati kuu ya CCM wamejaa polisi, sijui wenzetu tatizo liko wapi? Usalama wa sisi viongozi ni kitu muhimu. Sasa ndugu Mbowe, sawa, Bwana Mbowe ni kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani, anafanya mkutano wake pale Hai kama mbunge na kama mwenyekiti wa chama chake. Si tunatakiwa tuhakikishe ulinzi wake uko sawa sawa. Na nasema hii kisera, kama mkuu wa sera kwenye Chama cha Mapinduzi, msijenge hofu na uoga na ugomvi na polisi. Hawa wamekidhi vigezo. Hawa wameenguliwa, hawakukidhi vigezo kwa mujibu wa sheria sura ya 288, kanuni pamoja na mwongozo. Nao tunawaandika pale, hawakukidhi vigezo, wameenguliwa. Tunabandika kwenye mbao ya matangazo. Sasa ujue wenzetu wana uadui na serikali kila pahala. Kwa hata kwenye mbao za matangazo hawaendi. Wanakuwa wanazagaa barabarani, wanasikia tu kwenye mtandao wa kijamii, ushaunguliwa mjomba. Fika kwenye ofisi ya serikali, kwenye mbao za matangazo, ndipo tumeweka mambo haya. Yaani unajua sasa hivi inabidi tunatoa elimu kwa CCM, na sisi wenyewe CCM tutoe elimu kwa vyama vya upinzani. Hatukatai, lakini tunachosema basi mwe una uungwana kidogo. Kuna mbunge mmoja yuko Kilimanjaro pale Moshi vijijini, tunaitaka serikali ifuatilie mienendo yake kwa sababu ina kila dalili ya jinai. Siku chache kabla ya kwenda kuchukua fomu, sasa mimi sitamtaja kwa sababu mamlaka mnaweza kufuatilia, akaunti yake ilikuwa ina zaidi ya bilioni 1 na zikaondoka siku chache kabla ya kuchukua fomu. Sasa target pale, sisi tuliokuwa kule, wamefuatwa wagombea wa CCM ili wapewe 333 wa vitongoji. Sasa tukishafika huku, nataka tuulizane, bilioni 1 huyu kapata wapi? Mshahara wake wa mbunge si unajulikana? Kapata wapi? Kilimanjaro hapa. Sasa watu wa PCCB watusaidie, ndo TAKUKURU hiyo mtusaidie. Unajua, kwa sababu tukianza kuruhusu uchaguzi uongoze kwa pesa, tutawaonea sana Watanzania.